Nadia alisimama kando ya dirisha la ghorofa ya juu, akitazama taa za jiji zikimeta kwa mvuto mkubwa. Akavuta pumzi ndefu, kisha akasema kwa sauti ya furaha iliyochanganyika na tamaa, Ryan, maisha yangu yamebadilika kabisa tangu siku ile nilipokutana na wewe. Siamini kama baada ya miezi miwili nitakuwa mke wa bilionea. Na Ryan aliyekuwa nyuma yake akamkaribia taratibu, kisha akasema kwa utulivu, Nadia, kuna kitu nataka ukielewe mapema. Nataka unipende mimi kama mimi, sio mali zangu. Kauli iliyomfanya Nadia ageuke kwa tabasamu la kujiamini na kumjibu kwa sauti nyepesi, lakini Ryan, pesa ndizo zinazoifanya dunia izunguke. Mapenzi bila pesa ni hadithi tu. Maneno yaliyomfanya Ryan abaki kimya kwa sekunde chache, huku akianza kupata mashaka moyoni mwake. Ryan alikaa kimya kwa muda mfupi, huku akimtazama Nadia kwa makini, kana kwamba alikuwa akichunguza ukweli uliofichika ndani ya macho yake. Kisha akauliza kwa sauti ya chini lakini yenye uzito, na kama siku moja nitapoteza kila kitu ulichokiona leo, bado utanipenda? Nadia akacheka kidogo kwa kujiamini, kisha akajibu haraka, Ryan, hilo haliwezekani kabisa kwa mtu kama wewe. Wewe ni mtu mkubwa sana kuporomoka ghafla. Lakini Ryan hakuridhika na jibu hilo. Akavuta pumzi polepole, kisha akasema kwa ndani yake, haya, basi nitaunda mazingira ya kujua ukweli, huku moyoni mwake ukianza kupanga mtihani mkubwa wa mapenzi yao. Usiku huo huo, Ryan alikutana na rafiki yake wa karibu Marco ndani ya ofisi yake tulivu. Akamwambia kwa sauti nzito iliyojaa uamuzi, Marco, nataka unisaidie kitu ambacho kitabadilisha kila kitu. Marco akakunja uso kwa mshangao na kuuliza, ni nini hicho kinachokufanya uwe serious hivyo? Na Ryan akajibu, nataka Nadia aamini nimefilisika kabisa, halafu wewe umkaribie kama mwanaume tajiri ili nijue kama atabaki au ataondoka. Marco akacheka kwa dharau kidogo, kisha akasema, huo ni mchezo hatari sana, unaweza kuumiza zaidi ya unavyofikiria. Lakini Ryan akamkatiza kwa msisitizo, ni bora nijue ukweli mchungu sasa kuliko kuishi kwenye uongo wa milele. Ndani ya siku moja tu, taarifa zilienea kwa kasi kubwa kwamba kampuni ya Ryan imefilisika vibaya. Magari yake yakachukuliwa na wadai, akaunti zake zikafungwa, na nyumba yake ya kifahari ikaanza kuingia mikononi mwa watu wengine, hali iliyosababisha kila aliyekuwa karibu naye kupotea kama kivuli cha giza. Na Nadia aliposikia habari hizo, alishika kichwa kwa mshtuko mkubwa, akisema kwa sauti ya juu, hapana, hii haiwezekani. Ryan, huwezi kupoteza kila kitu kwa siku moja, huku akimtazama kwa macho yaliyojaa hofu na mashaka makubwa. Ryan alimsogelea kwa hatua za polepole, huku akijifanya mwenye huzuni ya kweli. Akamwambia kwa sauti ya chini iliyotikiswa na maumivu, Nadia, nimepoteza kila kitu nilichokuwa nacho, lakini kuna kitu kimoja hakijabadilika. Bado ninakupenda kwa moyo wangu wote. Na Nadia akabaki kimya kwa sekunde kadhaa kabla ya kusema kwa sauti ya kusita, Ryan, sijui kama niko tayari kwa maisha ya namna hii. Kila kitu kimebadilika ghafla. Kauli iliyomfanya Ryan ahisi maumivu makali ndani ya moyo wake, lakini akaendelea kujizuia ili kuona mwisho wa ukweli. Jioni hiyo hiyo, Nadia alikutana na marafiki zake waliomzunguka kwa maswali na maneno ya kejeli. Mmoja akasema kwa sauti ya dharau, Nadia, unamaanisha utaendelea na huyo mwanaume aliyepoteza kila kitu? Mwingine akaongeza kwa kicheko, wewe umezoea maisha ya kifahari, utawezaje kuishi maisha ya kubangaiza? Na Nadia akabaki kimya kwa muda mrefu kabla ya kusema kwa sauti ya kusitasita, sijui nifanye nini, moyo wangu umechanganyikiwa sana, huku akianza kuingiwa na shaka kubwa juu ya mustakabali wake. Ryan alipoona mabadiliko hayo yakianza kujitokeza waziwazi, aliamua kuondoka kabisa kwenye maisha ya kifahari na kuhamia kwenye chumba kidogo cha kupanga kilichojaa unyenyekevu. Akikaa peke yake kitandani akitazama dari, huku akijisemea kwa sauti ya chini, huu ndio mwanzo wa ukweli ninautafuta, hata kama utaniumiza. Huku moyoni mwake ukianza kujazwa na mchanganyiko wa hofu, maumivu na matumaini ya kujua ukweli halisi wa mapenzi ya Nadia. Siku chache baadaye, Marco alianza kutekeleza mpango wao kwa umakini mkubwa, akijitokeza mbele ya Nadia kwa mtindo wa kujiamini, huku akisema kwa sauti ya upole, Nadia, nimekuwa nikisikia kuhusu kilichompata Ryan. Pole sana kwa changamoto hiyo. Nadia akamwangalia kwa tahadhari na kujibu kwa sauti ya huzuni, asante, lakini hali ni ngumu sana kuelezea. Na Marco akatabasamu kidogo, kisha akasema, wakati mwingine maisha yanahitaji mtu mpya ili kuanza ukurasa mpya. Kauli iliyomfanya Nadia aanze kufikiria kwa kina. Marco alianza kumkaribia Nadia zaidi siku hadi siku, akimpeleka kwenye migahawa ya kifahari,
akimnunulia zawadi za gharama kubwa na kumwonyesha maisha ya hadhi ya juu, huku akisema kwa sauti ya kushawishi, mwanamke kama wewe hastahili kabisa kuteseka, unapaswa kuishi maisha bora zaidi. Na Nadia akajikuta akianza kuvutiwa na maneno hayo, akitabasamu na kusema, kweli wewe ni mtu wa tofauti sana na wengine, bila hata kutambua kuwa alikuwa anaingia kwenye mtego uliopangwa kwa ustadi. Kadri siku zilivyopita, Nadia alianza kubadilika waziwazi. Simu za Ryan zilianza kupuuzwa mara kwa mara. Alipompigia alisema kwa sauti ya baridi isiyo na hisia, samahani, niko busy sana kwa sasa, nitaongea na wewe baadaye. Na kabla Ryan hajapata nafasi ya kusema chochote, simu ilikatwa ghafla, jambo lililomfanya Ryan ashike simu yake kwa nguvu, huku akisema kwa maumivu, hivi ndivyo mapenzi yetu yalivyokuwa dhaifu kiasi hiki? Wakati huo huo, Marco aliendelea kumshawishi Nadia kwa maneno ya kuvutia na ahadi kubwa, akimwambia kwa sauti ya kujiamini, nina uwezo wa kukupa maisha ambayo hata Ryan hakuweza kuyadumisha. Na Nadia akamwangalia kwa macho yenye matumaini mapya, kisha akasema, hicho ndicho ninachotaka, maisha yenye uhakika, bila kujua kuwa alikuwa anaacha kitu muhimu zaidi kwa ajili ya tamaa ya muda mfupi. Siku moja Nadia alikutana na Ryan uso kwa uso barabarani. Akasimama mbele yake kwa ukali, kisha akasema, Ryan, lazima tukubaliane na ukweli wa hali ilivyo sasa. Ryan akamwangalia kwa huzuni na kumuuliza, ni ukweli gani unaonifanya nihisi kama nimepoteza kila kitu? Na Nadia akajibu kwa sauti isiyo na huruma, siwezi kuishi maisha ya mateso, sio maisha niliyoyazoea. Ryan akamkazia macho kwa sekunde chache, kisha akauliza kwa sauti iliyotikiswa na maumivu, kwa hiyo unaniacha kwa sababu sina pesa tena? Na Nadia akageuza uso kidogo, kisha akasema kwa ukali, usiite hivyo, ni uamuzi wa maisha yangu. Maneno yaliyomchoma Ryan moyoni kama moto mkali usiozimika. Baada ya mazungumzo hayo mazito, Ryan aliondoka polepole bila kusema neno lingine, huku akihisi kama kila hatua aliyokuwa akipiga ilikuwa nzito zaidi, akijisemea moyoni, sasa nimepata jibu nililokuwa nalitafuta tangu mwanzo. Wakati Nadia alibaki pale kwa muda mfupi kabla ya kugeuka na kuondoka kana kwamba hakuna kitu muhimu kilichotokea. Marco aliposikia jinsi mambo yalivyokwenda, alitabasamu kwa siri na kusema kwa sauti ya chini, mpango unaendelea kama ulivyopangwa, sasa ni muda wa kumvuta zaidi, huku akijiandaa kumshawishi Nadia kwa nguvu zaidi ili kuhakikisha anaangukia kabisa kwenye mtego aliouweka. Nadia sasa alianza kuzoea kabisa uwepo wa Marco, akifurahia maisha ya kifahari aliyokuwa akimpa, akicheka na kusema kwa marafiki zake, hatimaye nimepata mtu anayenipa kile ninachostahili. Na marafiki zake wakamshangilia kwa furaha wakisema, hiyo ndiyo akili ya mwanamke anayejitambua, bila hata kujua ukweli uliokuwa umefichwa nyuma ya pazia. Ryan akiwa mbali aliendelea kumfuatilia Nadia kwa ukimya mkubwa. Kila tabasamu lake jike lilizidi kumuumiza moyoni, lakini bado alijipa moyo kwa kusema, ni bora nijue ukweli huu sasa kuliko kuja kugundua baada ya ndoa, huku macho yake yakionyesha wazi maumivu aliyokuwa akijitahidi kuyaficha. Usiku mmoja akiwa peke yake kwenye chumba chake kidogo, Ryan alikumbuka maneno ya Nadia aliposema mapenzi bila pesa hayana maana. Akavuta pumzi ndefu, kisha akasema kwa sauti ya chini, kumbe haya yote yalikuwa ya kweli ndani ya moyo wako, huku akitabasamu kwa uchungu uliochanganyika na hasira iliyokuwa inaanza kujengeka taratibu. Wakati huo huo, Marco alimjaribu Nadia kwa swali la makusudi ili kuthibitisha hisia zake. Akamuuliza kwa utulivu, kama Ryan angerudi Kenya akiwa tajiri kama mwanzo, ungefanya nini? Na Nadia akajibu bila hata kusita, nimeshaamua kuendelea na maisha yangu mapya, sitarudi nyuma. Kauli iliyofichua wazi kabisa ukweli uliokuwa umejificha moyoni mwake. Ryan aliposikia maneno hayo kupitia mpango wake wa siri, alifumba macho kwa sekunde chache, kisha akasema kwa sauti ya chini, asante kwa kunionyesha ukweli wako halisi, huku ndani ya moyo wake kukiwa na mchanganyiko mzito wa hasira, chuki, maumivu na kukubali hali halisi aliyokuwa akiikwepa kwa muda mrefu. Na hapo ndipo Ryan alitabasamu kwa uchungu mkubwa, akitambua wazi kuwa mwanamke aliyekuwa akijiandaa kumwoa hakuwa yule aliyekuwa akimfikiria siku zote, na mtihani aliyouanzisha ulikuwa umeanza kufichua siri kubwa ya mapenzi yao kwa namna ambayo haikuwa na njia ya kurudi nyuma tena. Nadia sasa alianza kuonekana wazi wazi na Marco kila sehemu, kuanzia migahawa ya kifahari hadi matukio ya kijamii, huku akitembea kwa kujiamini kana kwamba alikuwa ameanza maisha mapya kabisa. Na alipoulizwa kuhusu Ryan, alijibu kwa sauti ya baridi, huyo ni historia yangu, sitaki tena kuhusishwa naye. Na Marco akacheka kwa kujivunia akisema, umechagua vizuri Nadia, watu wa zamani wanapaswa kubaki zamani, huku Nadia akitabasamu bila hata kusita.
Kadri siku zilivyozidi kusonga mbele, Nadia alizidi kujitenga kabisa na Ryan, akifuta picha zao, akibadili namba zake za mawasiliano, na hata alipokuwa anazungumziwa alionekana kukerwa, akisema kwa hasira ndogo, "Tafadhali, msinitajie jina hilo tena." Jambo lililomfanya Marco aone wazi kuwa alikuwa ameanza kumiliki nafasi kubwa ndani ya maisha yake, huku akisema kwa ndani yake, "Mpango unaenda sawa kabisa." Siku moja yenye jua kali, Ryan alikusanya ujasiri wake na kwenda kumtafuta Nadia. Akiwa amevaa nguo za kawaida zilizochoka kidogo, akasimama mbele yake kwa unyenyekevu, kisha akasema kwa sauti ya chini, "Nadia, sijakuja kwa mabaya, na kuomba msaada kidogo wa chakula tu." Na Nadia akamwangalia kwa mshangao uliojaa dharau, kana kwamba alikuwa anaona mtu asiye na thamani tena. Nadia akakunja uso wake kwa kejeli, kisha akasema kwa sauti kali iliyojaa kiburi, "Ryan, siwezi kubeba mzigo wako. Kila mtu ana maisha yake sasa." Na Ryan akajaribu kusema tena kwa upole, "Nadia, hata kidogo tu, hali yangu ni ngumu sana." Lakini Nadia akamkatiza kwa ukali zaidi, "Nilikwambia tayari, sitaki matatizo yako kwenye maisha yangu." Kauli iliyokatiza kabisa matumaini ya Ryan. Maneno yale yalipenya ndani kabisa ya moyo wa Ryan kama mshale mkali, lakini alibaki kimya kwa sekunde chache akimtazama Nadia machoni. Kisha akashusha kichwa chake polepole na kusema kwa sauti ya chini, "Nimekuelewa." Kabla ya kugeuka na kuanza kuondoka taratibu, huku moyo wake ukiwa mzito kuliko kawaida. Wakati Ryan akiondoka, Marco aliyekuwa karibu alicheka kwa sauti ya dharau na kusema kwa kejeli, "Huyo ndiye bilionea wa zamani? Kweli maisha yanabadilika haraka." Kisha akamuita Ryan kwa sauti ya kebehi, "Kaka, ungejipanga vizuri usingefika hapo." Maneno yaliyokuwa kama chumvi kwenye kidonda, lakini Ryan hakugeuka wala kujibu. Nadia naye alicheka kidogo, huku akijaribu kuficha aibu yake. Akamwambia Marco, "Acha kabisa, sitaki hata kumkumbuka." Na Marco akamkaribia kwa tabasamu la ushindi, kisha akasema, "Usijali, niko hapa kukupa maisha bora zaidi." Na Nadia akakubali kwa kichwa, huku akianza kuamini kabisa kuwa alikuwa ameondoka kwenye maisha ya mateso. Usiku huo, Marco alimwalika Nadia kwenye chakula cha jioni. "Nadia, kuna kitu nataka tufanye pamoja ili tuimarishe maisha yetu." Na Nadia akamuuliza kwa hamu, "Ni kitu gani hicho?" Huku akionyesha wazi kuwa alikuwa tayari kuamini kila kitu alichokuwa akisema. Marco akatoa karatasi kadhaa mezani, kisha akasema kwa kujiamini, "Hizi ni nyaraka za uwekezaji. Tukiziwekea sahihi, tutapata faida kubwa sana ndani ya muda mfupi." Na Nadia akazichukua kwa haraka bila hata kuzisoma kwa makini. Akasema kwa tabasamu, "Kama ni wewe na kuamini, sioni haja ya kuogopa." Na Marco akatabasamu kwa siri akisema, "Hicho ndicho nilichotaka kusikia." Bila kusita sana, Nadia aliweka sahihi kwenye karatasi hizo, huku akisema kwa sauti ya furaha, "Nina uhakika maisha yangu yanakwenda kubadilika zaidi." Bila hata kujua kuwa alikuwa anaweka sahihi kwenye nyaraka za kukabidhi mali zake zote kwa Marco, ambaye alizikusanya kwa utulivu, huku macho yake yakionyesha ushindi wa kimya kimya. Siku zilivyopita, Nadia alianza kugundua kuwa fedha zake zilianza kupungua taratibu bila maelezo ya moja kwa moja. Akaanza kuuliza kwa wasiwasi, "Marco, mbona akaunti yangu inapungua ghafla?" Na Marco akamjibu kwa utulivu wa kuigiza, "Ni kawaida kwenye uwekezaji, pesa lazima izunguke ili kuzaa zaidi." Na Nadia akakubali jibu hilo, ingawa moyoni kulianza kujengeka shaka ndogo. Kadri muda ulivyopita zaidi, hali ilizidi kuwa mbaya. Nadia akazidi kuona akiba yake ikiyeyuka kama barafu. Akamwendea Marco kwa sauti yenye wasiwasi zaidi akisema, "Hii haionekani sawa, naanza kupoteza kila kitu." Na Marco akamkazia macho, kisha akasema kwa ukali kidogo, "Kama huniamini basi unaharibu kila kitu tulichojenga." Jambo lililomfanya Nadia anyamaze kwa hofu. Wakati huo huo, Ryan alikuwa kimya, lakini macho yake yalikuwa makini sana, akifuatilia kila hatua ilivyokuwa ikitokea nyuma ya pazia. Akisema kwa sauti ya chini, "Nilikuhisi tangu mwanzo, Marco si mtu wa kawaida," huku akianza kukusanya ushahidi wa kile kilichokuwa kinaendelea. Ryan alipoanza kuchunguza kwa kina zaidi, aligundua mambo mengi ya kutisha kuhusu Marco. Akaona kuwa alikuwa hana kampuni halisi, mali zake zilikuwa za kuigiza, na kila kitu kilikuwa ni mpango wa kuwinda wanawake wenye tamaa ya maisha ya haraka. Jambo lililomfanya Ryan aseme kwa hasira iliyodhibitiwa, "Kumbe huu ndio mchezo wako." Alipogundua ukweli huo, Ryan alikumbuka jinsi Nadia alivyomdharau na kumfukuza. Akasema kwa sauti ya chini iliyojaa mchanganyiko wa huzuni na hasira,
ulichagua mwenyewe njia hii, lakini bado sitakuacha uangamie hivi hivi. Akionyesha kuwa licha ya yote bado kulikuwa na sehemu ya moyo wake iliyokuwa na huruma. Wakati huo huo, Nadia alianza kuhisi presha kubwa ndani yake, akianza kukosa amani hata akiwa na Marco, akijiuliza kimoyomoyo, kwa nini nahisi kama kuna kitu kibaya kinaendelea? Lakini kila alipojaribu kumuuliza Marco, alipata majibu ya kumchanganya zaidi badala ya kumtuliza. Marco kwa upande wake alizidi kuwa mkali na mwenye kujitenga kidogo, akianza kupunguza muda wake na Nadia, huku akidai kuwa yuko busy na biashara. Na Nadia akamuuliza kwa wasiwasi, mbona umebadilika siku hizi? Na Marco akamjibu kwa ukali, biashara haihitaji kelele, uwe na subira. Kauli iliyomfanya Nadia anyamaze, lakini moyo wake ukazidi kuwa mzito. Ryan alipoendelea kufuatilia, alikusanya ushahidi kamili unaothibitisha kuwa Marco alikuwa tapeli aliyekuwa akiwatumia wanawake kwa maslahi yake binafsi. Akasema kwa msisitizo, sasa nina kila kitu ninachohitaji kumwangusha, huku akianza kupanga hatua yake inayofuata kwa umakini mkubwa. Nadia kwa upande mwingine sasa alikuwa ameanza kupoteza karibu kila kitu alichokuwa nacho, lakini bado alikuwa hajagundua ukweli kamili, akijiambia kwa matumaini ya uongo, hii ni hatua tu ya uwekezaji, mambo yatakuwa sawa, bila kujua kuwa alikuwa anaelekea kwenye anguko kubwa zaidi. Na wakati huo huo, Ryan alisimama mbali akimtazama Nadia kwa macho yenye huzuni na uamuzi. Akasema kwa sauti ya chini, ukweli utajitokeza hivi karibuni, na siku hiyo kila kitu kitabadilika, huku akijiandaa kufichua siri ya Marco na kumaliza mchezo uliokuwa umejaa tamaa, usaliti na maumivu makali. Asubuhi moja yenye ukimya mzito, Nadia aliingia ndani ya benki akiwa na uso wa kawaida, lakini moyo wake ukiwa na wasiwasi usioelezeka. Akamwendea mhudumu na kusema kwa sauti ya haraka, naomba unisaidie kuangalia salio la akaunti yangu. Mhudumu akabonyeza kompyuta yake kwa utulivu, kisha akakunja uso kidogo na kusema, samahani, akaunti yako haina fedha yoyote. Maneno yaliyomfanya Nadia asimame kama sanamu kwa sekunde chache. Nadia akatikisa kichwa kwa mshangao mkubwa, kisha akasema kwa sauti ya juu kidogo, haiwezekani, lazima kuna makosa, angalia tena tafadhali. Na mhudumu akachunguza mara nyingine, kisha akasema kwa msisitizo, hakuna makosa, akaunti yako iko sifuri kabisa. Kauli iliyomfanya Nadia ashike kichwa chake kwa mikono yote, huku pumzi yake ikianza kwenda kasi. Akiwa bado haamini kilichotokea, Nadia alitoa simu yake kwa haraka na kuanza kumpigia Marco kwa hofu kubwa, akisema kwa sauti ya kukata tamaa, Marco, tafadhali pokea simu, hii siyo kawaida. Lakini simu iliita bila kupokelewa, na alipojaribu tena ilionyesha kuwa haipatikani kabisa, jambo lililoongeza hofu ndani ya moyo wake. Nadia alianza kutembea huku na huku ndani ya benki kama mtu aliyepoteza mwelekeo, akisema kwa sauti ya chini lakini yenye mshtuko, haiwezekani, Marco hawezi kunifanyia hivi. Lakini sauti nyingine ndani yake ilianza kumwambia ukweli mchungu, umechelewa kugundua, umeibiwa kila kitu. Na hapo ndipo macho yake yakaanza kujaa machozi ya majuto. Ndipo ukweli ulipompiga kama radikali. Akasimama ghafla na kusema kwa sauti ya juu, hapana, haiwezi kuwa kweli. Lakini ndani ya moyo wake alijua tayari kilichotokea, kwamba zile sahihi alizoweka bila kusoma zilikuwa mwanzo wa kuanguka kwake, na sasa alikuwa amebaki bila kitu chochote kabisa. Akiwa amechanganyikiwa na hana pa kukimbilia, Nadia alitoka nje ya benki huku macho yake akiwa mekundu, akijisemea kwa huzuni, nimemfukuza mtu aliyenipenda kweli, akimkumbuka Ryan kwa uchungu mkubwa. Na mara ya kwanza alihisi uzito wa maamuzi yake ukimwangukia kama mzigo mzito usioinuka. Wakati huo huo, mbali na hapo, Marco alikuwa kwenye harakati za mwisho za kutoroka nchi, akiwa amebeba fedha zote alizozipata kwa udanganyifu, akizungumza kwa simu kwa kujiamini, kila kitu kiko tayari, baada ya saa chache nitakuwa nje ya nchi, huku akitabasamu kwa ushindi bila kujua kuwa muda wake ulikuwa umefika mwisho. Alipofika uwanja wa ndege, Marco alitembea kwa kujiamini huku akivuta begi lake, akisema kwa sauti ya chini, hakuna anayeweza kunizuia sasa. Lakini alipokuwa karibu kuingia ndani zaidi, alisikia sauti kali nyuma yake ikisema, simama hapo hapo. Na alipogeuka, alikutana na askari kadhaa wakimzunguka ghafla. Marco alijaribu kujifanya hana hatia,
akisema kwa haraka, kuna tatizo gani? Nimefanya nini? Lakini mmoja wa polisi akasema kwa ukali, umetuhumiwa kwa utapeli na wizi wa mali. Na kabla hajajitetea zaidi, alishikwa mikono yake, jambo lililomfanya uso wake ubadilike kutoka kujiamini hadi hofu ya wazi. Ndipo Ryan alitokea nyuma ya askari akiwa mtulivu, lakini macho yake akiwa makini. Akamwangalia Marco moja kwa moja na kusema kwa sauti ya chini, nilijua wewe ni tapeli tangu mwanzo. Na Marco akamkazia macho kwa mshangao mkubwa akisema, wewe, hii yote ni kazi yako? Huku akianza kuelewa kuwa alikuwa ameangukia kwenye mtego. Ryan akasogea karibu zaidi, kisha akasema kwa utulivu uliokuwa na uzito mkubwa, ulicheza na mtu asiye sahihi. Nilikuwa na kufuatilia kila hatua. Na Marco akajaribu kujitetea kwa hasira, huna ushahidi wowote dhidi yangu. Lakini Ryan akatabasamu kidogo na kusema, kila kitu kiko mikononi mwa polisi sasa. Polisi walipoanza kumchukua Marco, aligeuka kwa hasira akimwangalia Ryan na kusema, huu si mwisho wangu. Na Ryan akamjibu kwa utulivu, huo ndio mwisho wa mchezo wako, huku akimwangalia akiondolewa pale akiwa amefungwa mikono, hali iliyodhihirisha wazi kuwa mpango ulikuwa umefanikiwa kikamilifu. Wakati tukio hilo linaendelea, Nadia alifika pale akiwa amechanganyikiwa na pumzi yake ikiwa juu, akimtafuta Marco kwa hofu, lakini badala yake akakutana na tukio la kukamatwa kwake. Akasimama kwa mshangao mkubwa na kusema, Marco, nini kinaendelea hapa? Huku macho yake yakionyesha hofu na kuchanganyikiwa. Marco alipomwona Nadia alijaribu kusema kwa haraka, Nadia, sikiliza, lakini polisi walimvuta kabla hajamaliza, na Nadia akageuka kwa ghafla kumwangalia Ryan aliyekuwa amesimama kwa utulivu, akisema kwa sauti ya kutetemeka, Ryan, hii yote ina maana gani? Huku machozi yakianza kumtoka. Ryan alimwangalia Nadia kwa macho yenye mchanganyiko wa huzuni na ukweli, kisha akasema polepole, Nadia, kila kitu kilichotokea kilikuwa sehemu ya mpango. Na Nadia akatikisa kichwa kwa mshtuko akisema, unamaanisha nini? Huku akihisi kama dunia yake yote ilikuwa inaanguka mbele ya macho yake. Ryan akavuta pumzi ndefu kisha akasema kwa sauti ya wazi, nilijifanya nimefilisika ili kuona kama utanibaki au utanikimbia. Na Nadia akafumba macho kwa maumivu akisema, Ryan, nilikosea. Lakini Ryan akukatiza, akaendelea kusema, Marco alikuwa sehemu ya mtihani huo. Nadia alirudi nyuma hatua moja huku akisema kwa sauti ya kukata tamaa, hapana, hii haiwezi kuwa kweli. Na Ryan akamjibu kwa utulivu, ukweli ndio huo na umeamua mwenyewe upande wako. Kauli iliyomfanya Nadia ashindwe hata kujitetea kwa sababu kila kitu kilikuwa wazi mbele yake. Machozi yalianza kumtoka Nadia bila kujizuia, akisema kwa sauti ya chini, nimepoteza kila kitu, pesa, heshima na wewe pia. Na Ryan akamwangalia kwa sekunde chache bila kusema chochote, akionyesha wazi kuwa maumivu aliyopitia hayakuwa madogo kama alivyokuwa anayapitia sasa. Kwa sauti ya mwisho yenye uzito kubwa, Ryan alisema, huu ulikuwa mtihani wako Nadia, na umeonyesha wazi ulivyochagua. Na Nadia akainama chini kwa aibu na majuto makubwa, akitambua kuwa tamaa yake ndiyo iliyomfikisha hapo alipokuwa sasa. Na hapo ndipo kila kitu kilibadilika kabisa. Mtego ulikuwa umefungwa kikamilifu. Ukweli ulikuwa wazi na maisha ya Nadia yalikuwa yameingia kwenye sura mpya iliyojaa majuto, maumivu na matokeo ya maamuzi aliyoyafanya mwenyewe. Nadia alisimama kwa muda mfupi akimtazama Ryan kwa macho yaliyojaa hofu, majuto na maumivu yaliyomzidi nguvu. Kisha ghafla miguu yake ikalegea na akaanguka chini akipiga magoti mbele yake, machozi yakianza kumtoka kwa kasi bila kujizuia, akisema kwa sauti iliyovunjika vibaya, Ryan, tafadhali nisikilize. Najua nimekosea. Najua nimefanya kosa kubwa sana. Huku mikono yake ikitetemeka kana kwamba alikuwa anaomba huruma ya mwisho kutoka kwa mtu aliyemuumiza zaidi. Akiwa bado amepiga magoti, Nadia aliinua macho yake yenye machozi kumtazama Ryan, kisha akasema kwa sauti ya uchungu uliokithiri, nimekosea sana. Nilikuacha kwa sababu ya pesa. Nilichagua maisha ya kifahari kuliko mapenzi yako ya kweli. Nilifikiri pesa ndiyo kila kitu. Akijigonga kifua chake kwa huzuni, akionyesha wazi kuwa alikuwa ameanza kuelewa kosa lake kwa undani mkubwa kuliko hapo awali. Ryan alisimama mbele yake akiwa kimya kabisa, macho yake yakimtazama Nadia kwa umakini mkubwa bila hata kupepesa. Ukimya huo ukiwa mzito kupita maneno yote, na Nadia akazidi kutetemeka huku akisema kwa hofu, Ryan, tafadhali sema kitu.
hata kama ni kunikataa, usinyamaze hivyo. Lakini Ryan aliendelea kuwa mtulivu, kana kwamba alikuwa anapima kila neno kabla ya kulitoa. Baada ya muda mfupi uliokuwa kama milele, Ryan alitoa pumzi ndefu na kusema kwa sauti ya utulivu uliobeba maumivu ya ndani, Nadia, nilikupenda tangu siku ya kwanza kabisa, kabla hujajua chochote kuhusu mali yangu, kabla hata hujajua kuwa nina uwezo huo wote. Kisha akaongeza kwa sauti ya chini, mapenzi yangu yalikuwa ya kweli, hayakuwa na masharti. Kauli iliyomfanya Nadia hazidi kuinama chini kwa aibu. Nadia alilia kwa nguvu zaidi, akisema kwa sauti ya kujilaumu, sikujua nilichokuwa nacho hadi nilipokipoteza. Niliona pesa kuliko moyo wako, niliona anasa kuliko uaminifu wako. Huku akishika kichwa chake kwa mikono yake miwili, kana kwamba alikuwa anajaribu kufuta mawazo yaliyokuwa yakimuumiza kila sekunde. Ryan alimtazama kwa sekunde chache, kisha akasema polepole kwa sauti iliyojaa ukweli usiopingika, Nadia, ukweli ni kwamba sijawahi kufilisika hata siku moja. Kila kitu kilikuwa ni mpango wangu wa kujaribu moyo wako. Nilitaka kuona kama utanipenda hata nikiwa sina kitu. Maneno hayo yalikuwa kama radi iliyopiga moja kwa moja kwenye moyo wa Nadia. Nadia alinyanyua kichwa chake kwa mshangao mkubwa, macho yake yakitanuka huku akisema kwa sauti ya kutetemeka, kuna maanisha haya yote yalikuwa mtihani? Na Ryan akamjibu kwa utulivu usio na hasira wala kelele, ndiyo Nadia, na majibu yako yameonekana wazi kabisa. Kauli iliyomfanya Nadia ashindwe hata kupumua vizuri kwa sekunde kadhaa. Kwa uzito wa ukweli huo, Nadia alihisi kama dunia yake yote ilikuwa imeanguka juu yake. Akasema kwa sauti ya chini iliyojaa aibu na majuto, sasa ninaelewa. Nilichagua tamaa badala ya mapenzi ya kweli. Nilichagua vitu vinavyopita badala ya moyo uliokuwa wa dhati. Huku akishindwa hata kuinua macho yake kumtazama Ryan tena. Ryan alibaki kimya kwa muda mfupi, akimwangalia Nadia kwa macho yenye mchanganyiko wa huzuni, maumivu na uamuzi thabiti. Kisha akageuka polepole kana kwamba alikuwa anafunga ukurasa muhimu wa maisha yake, na akaanza kutembea taratibu akiondoka eneo lile bila hata kuonyesha dalili ya kubadilisha uamuzi wake. Nadia alipomwona Ryan akianza kuondoka, alipiga kelele kwa uchungu mkubwa, Ryan, tafadhali usiniondokee hivi. Naomba unipe nafasi nyingine. Nitaonyesha kuwa nimebadilika. Lakini Ryan hakusimama wala kugeuka, akaendelea kutembea huku akionyesha wazi kuwa alikuwa tayari ameumizwa vya kutosha. Akiwa bado anaondoka, Ryan alisema kwa sauti ya chini lakini yenye uzito mkubwa uliopenya moja kwa moja kwenye moyo wa Nadia, mapenzi ya kweli hayachagui pesa, hayachagui hali ya mtu, hayabadiliki kwa sababu ya mazingira, lakini wewe uliamua kuchagua pesa kuliko mimi. Maneno yaliyomfanya Nadia ashindwe hata kusimama kwa nguvu ya maumivu aliyoyasikia. Nadia alianguka chini kabisa akilia kwa sauti kubwa zaidi, akisema kwa uchungu uliokithiri, nimejifunza somo langu Ryan, tafadhali nirudie, sitarudia kosa hilo tena. Lakini sauti yake haikumfikia tena Ryan ambaye alikuwa tayari ameshaweka mstari wa mwisho kwenye uhusiano wao. Watu waliokuwa karibu walianza kunongonona kwa huzuni na mshangao, mmoja akisema kwa sauti ya chini, huyu amechelewa kugundua thamani ya mapenzi ya kweli, na mwingine akaongeza, tamaa imemharimu kila kitu, huku Nadia akiendelea kulia bila kujali maneno yao wala mazingira yaliyomzunguka. Akiwa peke yake sasa, Nadia alianza kukumbuka kila tukio lililotokea, kila neno alilomwambia Ryan, kila dharau aliyomwonyesha na kila uamuzi aliyoufanya kwa tamaa, akisema kwa sauti ya chini, kila kitu nilichofanya kilikuwa kosa. Nilijiharibia mwenyewe maisha yangu. Ndani ya moyo wake, sauti ya majuto ilimwambia kwa ukali, ulichagua mwenyewe njia hii, hakuna wa kumlaumu. Na Nadia akashika kifua chake kwa maumivu akisema, laiti ningejua mapema, ningechagua mapenzi badala ya pesa. Lakini alijua tayari muda ulikuwa umechelewa kupita kiasi. Jioni ilipoanza kuingia polepole, Nadia alibaki pale pale akiwa peke yake kabisa. Hakuna Marco, hakuna mali, wala hakuna Ryan, akitambua kuwa kila kitu alichokuwa na kitamani ndicho kilichomwondolea kile alichokuwa na kihitaji zaidi maishani. Kwa sauti ya chini iliyojaa majuto yasiyoisha, alisema, tamaa imenifanya nipoteze moyo wa kweli. Imenifanya nipoteze kila kitu nilichokuwa nacho. Huku akifuta machozi yake lakini hayakuacha kutoka, yakionyesha kuwa maumivu hayo hayakuwa ya muda mfupi, bali ya kudumu. Na hapo ndipo Nadia alibaki peke yake kabisa, akijifunza kwa uchungu mkubwa kuwa tamaa inaweza kugharimu moyo wako milele, na kuwa mapenzi ya kweli hayanunuliwi kwa pesa,
bali hupatikana kwa moyo wa dhati unaojua kuthamini kile ulichopewa.